إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، أوصي نفسي أولا ثم أوصيكم بتقوى الله عز وجل. Ndugu zangu katika imani, ninaihusia nafsi yangu ambayo ina haki zaidi juu ya wasia huu, kisha ninazihusia nafsi zenu katika jambo kubwa ambalo ni kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala amewaahidi ufaulu wale watakaokuwa ni wenye kumcha yeye subhanahu wa ta'ala. Sasa ili na sisi tuwe miongoni mwao, ili tuweze kufaulu mbele ya Allah, basi tutatakiwa tuwe ni wenye kumwogopa yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, innal insana la yaishu wahdahu, mwanadamu siku zote akiwa hapa duniani katika harakati zake hawezi akaishi daiman peke yake, bal yahtaju ila sadiqin wa rafiqin, bali mwanadamu ili aweze kutekeleza majukumu yake mbalimbali, basi anahitajia rafiki, anahitajia pia mtu wa karibu. Yusahibuhu fi dirasati, mtu ambaye atasuhubiana na yeye katika masomo yake. Kama tunavyofahamu kwamba kutafuta ilmu ni jambo la lazima kwa kila Muislamu. Kwa mtu ambaye atasuhubiana naye katika kutafuta kwake ilmu, katika kusoma kwake. Wa fi masjidi, mtu ambaye atasuhubiana naye pale atakapokuwa anakwenda msikitini kutekeleza ibada mbalimbali. Mtu ambaye atasuhubiana naye njiani akiwa anakwenda huku na huko, wa fi hayati, hal kadhalika katika maisha yake kwa ujumla.
ولكن السؤال العظيم لكن السؤال لو كبwa نكوا هل صديقك يقودك إلى الجنة أم يقودك إلى النار suali ambalo wapaswa kujiuliza je rafiki yako anakupeleka wewe peponi ama anakuongoza wewe kwenda katika adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala fa inna as-sadiqa as-salih ni'matun min ni'amillahi azza wa jalla kwa hakika rafiki aliyekuwa mwema ni neema miongoni mwa neema za Allah subhanahu wa ta'ala was-sadiq as-su' niqmatun wa bala na rafiki muovu ni adhabu na ni balaa kwa huyo mwenye rafiki yake fakam min shabin kana muhafidhan ala as-salat ni vijana wangapi ambao pengine sisi tumewahi kuwashuhudia walikuwa ni wenye kuzihifadhi swala falamma sahaba ahla as-su'i taraka al-masjida pale alipoanza kusuhubiana na watu waovu akaacha kuingia msikitini wa kam min fata kana barran biwalidayhi na ni vijana wangapi ambao walikuwa ni wema kwa wazazi wao fafsadahu rufaqa'u su lakini wakafisidiwa na kuharibiwa na marafiki waovu Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika Qur'an al-akhillau yawma idhin ba'dhuhum li ba'dhin aduwwun illa al-muttaqin siku hiyo ya kiyama marafiki wao kwa wao watakuwa ni maadui huyo aliyekuwa rafiki yako siku hiyo atakuwa ni adui yako illa almuttaqin isipokuwa wacha Mungu marafiki ambao walikuwa wanashikana mikono kuelekezana katika mema na pale ambapo mmoja wapo anateleza na kutoka katika utiifu wa Allah subhanahu wa ta'ala mwingine anamshika mkono na kumuelekeza katika njia ya sawa hawa ndio ambao wataendelea kuwa na mapenzi hata siku hiyo hawatakuwa maadui hata itakapokuwa siku ya kiyama lakini wale marafiki ambao wako kinyume na hayo hawa watakuwa ni maadui siku ya kiyama Allah subhanahu wa ta'ala anachokusudia katika aya hii ni kuwa kullu sadaqati buniyat ala al-ma'siyah kila aina ya urafiki na ukaribu uliojengeka juu ya maasiya uliojengeka juu ya uovu fa innaha tanqalibu yawm al-qiyamati adawatan wa nadama urafiki huo utageuka siku ya kiyama kuwa ni uadui na majuto Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa yawma ya'adhu adh-dhalimu ala yadayhi na siku ambayo yule dhalim aliyekuwa ni mtu wa dhulma hapa duniani atang'ata mkono wake siku hiyo yakulu ya laitani atasema laiti mimi ittakhadhtu ma'a ar-rasuli sabila ningechukua njia ya mtume sallallahu alayhi wasallam ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila anajutia laiti nisingemfanya fulani kuwa ni kipenzi changu taamalu ya ibadallah zingatieni hapa enyi waja wa Allah lam yandam ala almal huyu hapa hakujutia chochote kwenye mali wala ala dar wala hakujutia chochote katika majumba yake walakinahu nadima ala as-sadiqi as-sayyi lakini alichojutia yeye
ni kumfanya fulani kuwa rafiki yake hali ya kuwa rafiki huyo ni mwovu. Qala nabiyuna sallallahu alayhi wasallam, almar'u ala dini khalilihi, mtu huangaliwa au mtu huwa katika dini ya rafiki yake. Dini aliyokuwa nayo rafiki yako, pale utakaposuhubiana na yeye, basi na wewe utakuwa na dini yake yeye, utakuwa na tabia zake yeye, mienendo yake yeye, ndiyo utakayokuwa nayo. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, falyanzur ahadukum man yukhalil, basi aangalie mmoja wenu ni nani amfanye kuwa rafiki. Si kila mtu mfanye kuwa rafiki yako, angalia ni nani, angalia tabia zake, kwa sababu hizo tabia zake atakapokuwa rafiki yako, basi tabia hizo atakuambukiza na wewe. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, mathalul jalisi salih, mfano wa rafiki aliyekuwa mwema, wa jalisi su, na rafiki muovu, kahamilil miski wa nafikhil kir, ni kama rafiki ama ni kama mtu ambaye anauza mafuta mazuri akawa rafiki yako, na mfano wa rafiki muovu ni kama yule ambaye yeye ni mfua vyuma. Wewe utanuka moshi ama cheche zitakunukia ziunguze nguo zako ama zikuunguze wewe mwenyewe, upate athari kwa sababu ya hilo. Ama rafiki yako akiwa ni muuza mafuta mazuri, basi aidha atakupa na wewe unukie, ama utavuta ile harufu iliyokuwa nzuri hata asipokupa. Kwa hiyo mfano wa rafiki mwema na rafiki muovu, Mtume sallallahu alaihi wasallam akatolea mfano huo uliokuwa halisi katika maisha ya wanadamu. fakhtar li nafsika man yadulluka ala salah. Hapa sasa wewe watakiwa uichagulie nafsi yako yule ambaye atakuongoza wewe katika swala, wa ala alquran, rafiki ambaye atakushika mkono atakuongoza katika Qur'an, wa ala birri alwalidain, atakuongoza katika kuwafanyia wema wazazi wawili, wa ala husni alkhulq, na atakuongoza katika tabia zilizokuwa njema. Ikiwa unataka uishi maisha mazuri duniani na akhera, basi miongoni mwa mambo muhimu ni kuangalia rafiki atakayekuongoza katika mambo hayo na si vinginevyo. Ikiwa rafiki yako hakuongozi katika haya, basi wewe ni mwenye kupata hasara, na hasara hiyo utaipata hapa duniani na kesho akhira. aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأبناء والشباب، enyi vijana, enyi waislamu kwa ujumla wenu, inna rufaqa as-su' la ya'murunaka bis-salah, hakika marafiki waovu si wenye kukuamrisha wewe katika kutekeleza ibada ya swala, wala bil Qur'an, wala si mwenye kukuamrisha wewe kuisoma na kujifunza Qur'an,
wala bitaati alwalidain, wala rafiki muovu hawezi kukuongoza wewe katika kuwatii wazazi wawili. Walakinnahum yad'uka ila takasul, lakini mara zote marafiki waovu watakuwa ni wenye kukuita wewe katika uvivu kutokana na ibada na matendo mbalimbali yenye kukukaribisha wewe na Mola wako subhanahu wa ta'ala. Walkadhib, hal kadhalika marafiki waovu watakuwa ni wenye kukuelekeza wewe katika uongo. Inawezekana kuna sehemu umekwama, na ili unasuke kwa haraka haraka, sheitani anakupambia uongo ambao unaweza ukauingia uongo huo na ukanasuka na janga hilo lililoko mbele yako. Kwa hiyo siku zote marafiki waovu huungana na sheitani kukulingania wewe katika uongo huo uingie, ili uweze kunasuka kwa haraka haraka katika hilo uliokuwa nalo. Walmaasi, halikadhalika marafiki waovu ni wenye kukuvuta wewe na kukuelekeza katika kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idhaati alawqat, vivyo hivyo marafiki waovu hawatakuelekeza wewe katika kuutumia muda wako vizuri, katika kuutumia muda wako katika yale ambayo yana manufaa na wewe katika dunia yako na akhira yako. Siku zote watakuelekeza katika kupoteza wakati. Watakuchukua mukaangalie mipira, watakuchukua mukaangalie video, mukacheze magemu na vitu vingine ambavyo ni katika vitu vya kipuuzi, katika vitu ambavyo vitakupotezea wewe wakati, na wakati huo ambao unaopoteza utakuja kujutia siku ya Kiyama. Fa iyyakum wa musahabatahum, basi jiepusheni, jiwekeni mbali na kusuhubiana na watu wa namna kama hii. Sahaba miongoni mwa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, ana maneno anasema, i'tabiru an-nasa biakhdanihi, wazingatieni watu, wapimeni watu kupitia marafiki zao. Wapimeni watu imani zao, maisha yao, mienendo yao kwa kupitia marafiki zao. Akasema na kufafanua kauli yake hii, akasema fa inna ar-rajula la yukhadilu illa man yu'jibu, kwa hakika mtu hawi karibu na mtu yeyote, hawi na urafiki na yeyote isipokuwa yule ambaye anapendezeshwa naye, yule ambaye anampenda katika nafsi yake, anapenda yale matendo yake, mienendo yake anaipenda, huyo ndiye atamfanya kuwa rafiki yake. Kwa wala usipate shida na mtu, angalia tu muda wake mwingi anautumia na watu wa sampuli ipi. Hapo unaweza ukajua kwamba huyu ni mwema ama ni mwovu, huyu ana pupa ya kusoma ama ni mvivu. Ukiona anasuhubiana muda wote na wale ambao wao wanapenda kusoma, wanapenda kufanya ibada mbalimbali, wanapenda kufanya matendo mema mbalimbali, basi unajua kabisa kwamba huyu ni katika watu wema. Lakini ukiona marafiki zake kila unayemwangalia ni watu ambao wako nyuma katika kusoma, wako nyuma katika ibada, wako nyuma katika matendo mema, basi unajua kabisa kwamba huyu na yeye ni mfano wa marafiki zake. Lidhan fa in ra'aita sahiban
yunadika ila almasjid fatamassak bihi. Ukiona rafiki yako, ukiona mtu jirani yako yeyote anakuita wewe kuelekea katika swala, anakuita na kukuhimiza kuelekea msikitini kumsujudia Mola wako subhanahu wa ta'ala, fatamassak bihi. Umelala, anakuamsha, twende tukaswali, twende, muda umeisha ama muda umekaribia, basi fatamassak bihi, shikamana barabara na mtu huyo, atakufaa duniani na akhera. wa iraaita sahiban, na ukiona rafiki yako yudhakiruka bilqurani fala tufariqu, anakukumbusha rafiki yako kwamba muda huu bwana usiuchezee, chukua mashafu, soma Qur'ani, hifadhi maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, anakuhimiza katika kukisoma kitabu cha Allah, fala tufariquhu. Basi rafiki wa namna hiyo haifai hata kidogo kufarikiana naye, na ikiwa utamuudhi ukaona amekasirika, basi haraka sana muombe msamaha. Hata kama yeye amekufanyia jambo ukachukia, basi mwelekeze, ndugu yangu, umenifanyia kadha wa kadha, umenikwaza, umeniudhi, lakini nimekusamehe lillahi subhanahu wa ta'ala. Mshike, usikubali kwa namna yoyote urafiki yenu ufe, iwe ni kwa jambo dogo ama kwa jambo kubwa. Elekezaneni, shikamaneni, ili muende pamoja katika radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. wa iraaita sahiban yanhaka 'anil ma'siyah fashkurillaha alayhi, ukimwona rafiki yako, mtu wako wa karibu, anakukataza kufanya maasi mbalimbali, basi mshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kukuletea na kukufanya uwe karibu na mtu wa namna hiyo. Amma man yad'uka ila tarki salah, ama yule ambaye itakuwa anakulingania, anakuvuta katika kuacha swala, katika kuzipitisha swala katika muda wake, au uquqi alwalidain, ama ikawa anakuita na kukuvuta katika kuwafanyia uovu wazazi wawili, au an-nadhari ila al-haram, au anakuita katika kuangalia haramu. Ameenda sehemu kwa waovu wenzie, ameingiza vitu katika simu yake, basi amejificha sehemu, anakuita na wewe kwenda kuangalia haramu. Au al-kadhbi wal-ghish, au anakuita katika uongo, anakuita katika ghish, katika udanganyifu wa namna mbalimbali. Fa'lam annahu aduwwun lak wa laysa sadiqan sahiha, fahamu kwamba huyo ni adui yako wa wazi, huyo ni katika wafuasi wa sheitani ambaye amekula kiapo ya kwamba atawapoteza wanadamu ili achukue kundi katika waja wa Allah, aingie nao katika adhabu za Allah subhanahu wa ta'ala. Fahamu huyo ni katika hao, huyo ni adui yako, na wala huyo si rafiki aliyekuwa sahihi kwako. Allahumma aslih abnaa almuslimin wa banatihim warzuqhum arrufaqaa as-salihin wasrif anhum rufaqaa as-su' waj'alhum min ahli al-Qur'an was-sunnah. Allahumma ihdi shabab al-muslimin واحفظهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.